misingi ya mauzo ni ipi? Ndicho kitu ambacho tutakuwa tunakijadili leo kwa ufupi, lakini daima nasisitiza tusichoke kufanya matangazo, kwa sababu content, cold outreach ile ambayo haulipii inaweza kupa wateja, lakini itachelewa. Kuandika content kunaweza kukupa wateja, lakini taratibu, yani mpaka uwe na brand. Lakini njia rahisi kabisa ni kulipia matangazo. So kwenye mauzo tunaenda kusisitiza mambo yale yale ya msingi ambayo tulikuwa tumeyazungumza kwenye usokonishaji. Katika rangi nzuri. Okay, sawa. So kwenye mauzo kwa ufupi tujikumbushe katika ule mkakati wetu wa namna ya kutayarisha kuwageuza watu kuwa wateja tarajali. Tulisema ni lazima kwanza ujue unatatua tatizo gani, lakini pia hilo tatizo unatatua la nani. Maana yake hapa ni kuna mtu anachezea screen yangu hapa, ni watu au walengwa. Lakini pia ni lazima ujue suluhisho lako ni lipi. Tulisema pia ni lazima utueleze kwa kina kabisa ni credibility, unakidhi vipi kutatua tatizo hilo unalonadi unalitatua. Na tulisema ziko namna mbalimbali za kujengea credibility ambazo tutajifunza zaidi kwenye uandishi wa content. Sijaanza uandishi wa content, tutaanza hivi karibuni. Tulisema unaweza kujengea credibility kwa ile credibility ya ndani, yani kutoka kwako wewe mwenyewe, au credibility ya nje tunajegemeza na watu wengine. Kwa mfano mimi nitapokuja kutangaza baadaye, let's say nikipublish kitabu cha profesa hapa Amazon, then nikitangaza biashara kuwasaidia Watanzania kupublish vitabu vyao Amazon, na nikisema kwamba moja wa wateja wangu ni Profesa Kitojo Wetengere, maana yake najegemeza kwenye credibility yake. Kwa hiyo kuna watu wataniamini kwa sababu anamwamini profesa, pengine kwa kumuona au kwa sababu tu ya hilo jina profesa. Kwa hiyo credibility unaweza kujenga kutoka kwako wewe mwenyewe, kutokana na taaluma yako. Kwa mfano mimi ikiwa tayari nimeuza vitabu vyangu pengine Amazon, kwa hiyo kwa kuwa kwa kupublish vitabu mimi mwenyewe, manake nina credibility ya kwangu mimi mwenyewe kwamba nimeweza kufanya kitu kama hicho. Lakini naweza nikazima credibility kutoka kwa mtu mwingine. Naweza nikasema mmoja wa wanafunzi wangu, kuna pastor hapa, kuna Dr. Wile hapa. Manake watu kama hao kama wameniamini, maana yake ni nani mwingine atashindwa kuniamini? Ndio maana ya credibility. Kwa hiyo tutajifunza zaidi tutapokuwa tunaandika content, namna ya kuonesha hiyo credibility. Kwa hiyo ni lazima unapoandaa matangazo yako ili umshawishi mtu, ni lazima uoneshe unakidhi vipi. Lakini vile vile target yako ni nani, ndio hicho ambacho tumesha kitaja. Target yako ni nani, tayari tumesha kitaja. Vile vile tulisema kwamba anapatikana wapi. Hii kwa Kiingereza inaitwa ni congregation, au tunaweza tukaita mahala. Huyo mtu anapatikana wapi. Kwa hiyo unajua tatizo lake, unamjua ni nani. Kwa lazima ujue anapatikana wapi, na unajua tatizo lake, na unajua kwamba unakizi kumsaidia. Kwa lazima ujue anapopatikana. Otherwise kama unataka kuvua samaki sato, huwezi kwenda baharini, kwa sababu wale wanapatikana kwenye maji baridi. Kwa hiyo ndoano yako ukipeleka baharini ukitegemea utapata samaki sato, nafikiri haiwezi kuwa sawa sawa. Kwa hiyo ni lazima ujue kwamba anapatikana wapi, ili hata aina ya chambo kiwe kizuri. Lakini vile utampokelea wapi? Ukishampata utampokelea wapi? Manake hapa tunajadiliana juu ya jukwaa, utampokelea wapi? Kwa hiyo ni lazima uandae sehemu hiyo. Mimi mpaka sasa ninaamini jukwaa la WhatsApp kwamba ni sehemu ambayo ni nzuri na mpaka sasa haijaniangusha. Kwa hiyo wewe pia unaweza kuwa na sehemu yako kwamba huyo mtu unampokelea wapi. Je, una group lako pengine la Facebook au Instagram au wapi? Utakuwa unampokelea wapi? Na kitu cha 7 kwenye usokonishaji ni kwamba utampataje. Maana hapa tunazungumzia issue ya chambo au kinasa wateja, au kwa Kiingereza
Hiyo inaitwa lead magnet. Utampataje huyo mteja wako? Kwa hiyo haya yalikuwa ni mambo ya msingi kwenye kwenye mauzo. Kwa hiyo ni lazima uyazingatie haya wakati unapoandaa matangazo, au hata kama kuna mtu anakuandalia, basi uwe na uelewa wa haya mambo, ili unapolitathmini tangazo lako, kwa sababu huwezi kumlipa mtu na usijali. Kwa sababu kweli kwa mfano mimi naweza nikapokea matangazo let's say 6 kwa siku. Kwa hiyo mimi naweza kuwa makini, lakini sio kila mtu anaweza kuwa makini. Mtu mwingine anaweza akafanya tu akapotelea mbali na wewe umeshamlipa. Kwa hiyo utacomment vipi tangazo, kama ni zuri au sio zuri? Kwa hiyo lazima uzingatie haya. Je, wateja tatizo limekuwa articulated vizuri pale? Wateja tarajali wako pale wametajwa ni akina nani? Suluhisho unaolitoa lipo? Je, una credibility kwamba wewe unaweza kufundisha hivyo au kutoa hicho kitu? Unayo hiyo credibility? Wanapatikana wapi hao wateja? Kwa lazima umwambie yule mtu ambaye anaandaa tangazo kwamba bana, mimi wateja wangu wengi wanapatikana Facebook, sio Instagram. Kwa hiyo tufanye matangazo ya Facebook, ingawaje siku hizi Meta inaweza kuonesha pia hata Instagram na jukwaa pia. Kwa lazima uandae kwamba uweze kufanya tangazo, okay, watu watakuja. Kwa mfano mimi kuna mtu mmoja alinifanyia tangazo la Facebook, watu watakuja inbox. Ile siku nilikuta inbox 150, alafu natakiwa jioni nifundishe, alafu kwenye group la WhatsApp kuna mtu hapo natakiwa pia niwaelekeze namna gani unaweza kulipia program yake, niwashawishi. Kwa una hayo mambo matatu, una inbox 150, unafanyaje? Kwa hiyo niliona kabisa ule utaratibu haukuwa mzuri. Kwa utaratibu mzuri ni watu waje WhatsApp, wakishakuja WhatsApp huwa na DM kila mmoja na namkaribisha kwa kupata ile ofa na nampa maelekezo ya kulipia. Wakati huo pia kwenye grupu mle tena naeleza masuala yake na napata muda wa kuelezea zaidi module na vitu vyote ambavyo mtu kama atalipia atajifunza. Kwa hiyo unaweza kuona, lakini kama una mudu inbox kupokea hizo queries za wateja ni sawa, lakini mimi yalinishinda. Kwa hiyo nilipoteza pesa ile Facebook, kwa sababu mtu anapoingia kwenye group kwa mfano, au akiku DM au akiku text inbox, upaswi kuchukua muda mrefu, unatakiwa umjibu pale pale, kwa sababu tayari ana hamu. Unapochelewa anaweza kupata pengine ushawishi, pesa ikatumika kwenye matatizo mengine, au akapata mshindani wako tayari amemchangamkia. Huwa wateja wana mambo mengi, inaweza kuwa amekutext wewe na amemtext mshindani wako, wewe umechelewa kujibu, mshindani wako amejibu tayari, amemnasa. Kwa hiyo unamtext, anakaa kimya, anasema tayari nimeshatatua ile tatizo. Maana nini? Unatakiwa wanasema supu ya mbwa inapaswa kunywewa ikiwa ya moto. Kwa hiyo ukisema uwapokee inbox, kunakuwa na changamoto kama hiyo ambayo mimi nimeiona. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza kuimudu vizuri, mimi nilikuwa nimeona. Kwa hiyo ni lazima uchague jukwaa ambalo utaweza kuwashawishi watu vizuri. Na WhatsApp group, ukitegemea tu utume pale WhatsApp group, unaweza kuona kuna mwenzetu ameingia jana kwenye group, message zote kwenye ile group ambalo nimepata shida la AI Mastery hajaona ile message. Maana yake ni nini? Ni mfano mzuri. Unaweza kuwa unajiona unashawishi kwenye grupu, kumbe watu hawaoni hiyo message, wako busy. Kwa hiyo kuwatumia message inbox ni kitu muhimu pia. Kwa mimi natuma inbox, lakini pia huwa napiga kelele kwenye grupu la WhatsApp, ili mtu ambaye hatolipia isiwe kisingizio kwamba kwa sababu hakuona tangazo au hakuona taratibu za kulipia. Kwa hiyo na kitu kingine ni hiyo kutengeneza hiyo kinasa wateja. Kwa hiyo haya yote yalikuwa ni mambo ambayo tumeyajadili katika kipindi cha usokoneshaji. So tunaenda kunywa maji kwa dakika moja, tutaenda sasa kuendelea na somo la leo, kwamba watu wameshakuja kwenye group la WhatsApp tayari, umeshapata wateja tarajari, prospective. Hizo tunaita ni signals of interest, zipo. Mimi kwenye group langu la mazungumzo mbele ya halaiki zilikuwepo 300. Katika hao 300 nikapata wanafunzi kama 76 77 hivi. Unawageuzaje hawa watu 300 kuwa wateja? Wameona tangazo lako kutoka kwa magrupu ya Dennis Mpagaze, wamekuja kwenye grupu la WhatsApp. Wengine wana nia ya kununua, wengine wako pale tu kwa sababu yani mtu akiona link tu anaingia. Kwa hiyo hao watu wapo, lakini wale wenye nia ambao mwingine anajiuliza, je, utamudu? Utaweza kweli? Je, tunafanyaje kuwageuza watu hao kuwa wateja tarajali, kutoka watu 300 mpaka watu waje kulipa pesa? Tunafanyaje? Hayo ndio ambayo tunaenda kuyajadili kwa ufupi sana kwenye kipindi ambacho kinafuata baada ya kuwa tunakunywa maji. Asanteni sana.